Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kukiweza kufuatilia kuhusiana sakata ama taarifa mpya kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kuhusiana na bodi ya ligi juu ya taarifa yao ambao wameweza kuitoa mpya kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unafahamu ya kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo siku zinazidi kuyeyoma, siku zinazidi kutembea. Sasa maamuzi mapya yameweza kujiri, lakini katika taarifa hiyo nimekusogezea na taarifa nyingine kuhusiana na wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha Young Africans juu ya kuondoka kwao imefikiaje na vipi. Kama mchezo wa dabi ukiwepo, Yanga wataweza kuwatumia wachezaji kutoka wapi? Kwa sababu inaonekana Yanga tayari wameshaanza kufanya biashara. Ni kitu gani ambacho kinachoendelea kuhusiana na hiyo taarifa ya bodi ya ligi? Na kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalotajwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuhusiana na mchezo wao wa dabi ya Kariakoo na yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, siku zinazidi kutembea kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unaonekana kuendelea kuwa ni moja kati ya magumzo makubwa ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unafahamu ya kwamba kile kinachoendelea kwa sasa, ambapo klabu ya soka Young Africans ikiendelea kushikilia msimamo wake wa hatuchezi kuhusiana na kauli yao juu ya bodi ya ligi kwa kile kinachoendelea kwa sasa, huku kila mmoja akiweza kusubiria kwa hamu kuweza kusikia ni yapi ambayo yatakayojili katika sakata hilo ambalo kila mmoja amekuwa akiendelea kulishikilia. Sasa wakati hayo yakiendelea, inaelezwa kwamba moja kati ya watu katika kikosi cha klabu ya Simba ambaye ni CEO wa klabu ya Simba ameweza kuiambia bodi ya ligi kwamba Simba wenyewe wapo tayari kuweza kucheza mchezo huo, yani nikimaanisha kwamba wako tayari kupambana na klabu ya soka ya Young Africans katika mchezo huo, kwani inaonekana pindi Yanga watakapoweza kugomea mchezo huo, basi bila shaka watakatwa alama 3 na zitakwenda katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Zubeda Sekuru amesema klabu yao ipo tayari kucheza dabi ya Kariakoo hata leo, alafu kesho wakisafiri kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wao wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Zubeda ameyasema hayo katika kipindi ambapo aliulizwa juu ya wao kama taasisi wanafikiria vipi juu ya athari ambazo ziliwakumba mashabiki na hasara kwa wadau wa biashara baada ya kuahirishwa kwa dabi ya Machi 8. Kuhusu kuwashauri Yanga kubadili msimamo wao wa hatuchezi, Bizubeda akasema hilo alipo katika mikono yao, bali walioahirisha mchezo ambao ni bodi ya ligi ambao wameshatangaza tarehe mpya ya dabi na wao wametii na watacheza tarehe hiyo. Wananchi kama vipi? Unaona bana, wakiweza kuweka bayana kwamba kuhusiana na dabi ya Kariakoo kama wao Simba Sport Club wenyewe wamesema ya kwamba bado wataendelea kuweza kushikilia msimamo wao kuhusiana, hapa nazungumzia na kutokucheza mchezo huo, huku wakisema ya kwamba wenyewe wamebakiza michezo miwili kuhusiana na ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwamba ni michezo miwili tu ambao wenyewe wamebakiza. Hayo mengine kwa wao wanaona kabisa hayawastahili
kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Lakini zilizotufikia wakati huu zinasema ya kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB, mzee Stephen Mguto, amekiri wazi kuwa suala la kutatua mgogoro wao kama bodi na klabu ya Yanga limezidi kuwa gumu kwao kama bodi kutokana na klabu hiyo kupata sapoti kubwa kutoka kwa watu wenye nyadhifa kubwa nchini pamoja na wanachama wote wa klabu ya Yanga nchi nzima. Mpaka kufikia sasa msimamo wa klabu ya Yanga ni kutokushiriki kivyovyote mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba. Unaona bana, mchezo hautachezwa wala kuandaliwa kama timu mwenyeji hatoridhia kuandaa mchezo huo kwa taratibu rasmi, kuanzia masuala ya viingilio na mengine yote ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa sababu huu mchezo Yanga ndio yuko nyumbani kwa mujibu wa kanuni ambavyo inaeleza kwamba klabu ya soka ambaye ndio mwenyeji wa mchezo huu, kwa hiyo ndio anapaswa kuweza kuandaa kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu yao ili kuweza kupambana na klabu ya Simba. Sasa katika hatua nyingine, mara baada ya kile kilichoweza kutokea ambapo tumeweza kusikia tetesi juu ya Stefano Aziz Ki kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya, hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya Young Africans. Sasa taarifa inaelezwa kwamba si tu Aziz Ki bali unaambiwa ukiondoa jina la kiungo Stefano Aziz Ki aliyeuzwa Morocco, star atakayefuata sasa ni striker Clement Mzinze aliyebakiza wiki moja tu kuuzwa moja ya nchi ya Afrika Kaskazini baada ya ofa 3 kutua klabuni hapo kwa Waarabu kuongeza dao hili kumngoa Yanga. Mzinze anayemiliki mabao 13 na assist 3 katika ligi kuu kwa sasa amekuwa kwenye rada za klabu kadhaa, lakini inaelezwa kwa sasa mipango iliyopo ni kwamba muda wote ataondoka Yanga kwa kuuzwa na klabu hiyo kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki. Ingawa mabosi wa Yanga wanafanya siri juu ya biashara hizo, lakini Mzinze anahesabu siku tu kuuzwa baada ya klabu 3 za Wydad Athletic iliyomnunua Aziz Ki, Zamalek ya Misri na Al Hilal Tripoli ya Libya, zote zilifikia dau ambalo Yanga inalitaka. Taarifa kutoka kwa wasimamizi wa mshambuliaji huyo ni kwamba klabu hizo 3 kila moja imekubali kutoa dola $500,000 sawa na shilingi bilioni 1.4 kuwania saini ya Mzinze, na uongozi wa klabu ya Yanga umeshawishika juu ya ofa hizo na kukubali kuweza kutoa kupokea kiasi hicho cha fedha kutoka katika klabu hizo ambazo zimeweza kuweka bayana juu ya kuweza kumpata nyota huyo ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine hapa nazungumzia klabu ya Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine unaambiwa Yanga inabidi tu waamue kutangaza mambo azalani, kwa sababu kila mtu tayari ameshaweza kujua kuhusiana na Aziz Ki. Mpaka sasa klabu ya soka Young Africans haijatoa taarifa ya kumuaga, ya kuonyesha kwamba wamemuuza Stefano Aziz Ki, ikiwa ni moja kati ya wachezaji muhimu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba kiungo mshambuliaji wa Stefano Aziz Ki amerejeshwa tena kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burkina Faso. Timu ya taifa ya Burkina Faso inajiandaa na michezo miwili ya kimataifa ya kalenda ya FIFA ambapo ni Tunisia na Zimbabwe. Chama cha soka cha Burkina Faso FBF kimemtambua Stefano Aziz Ki kama mchezaji wa klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco. Yanga wao bado hawajaachia taarifa rasmi juu ya kumuuza Stefano Aziz Ki, kwani zipo taarifa kuna masuala kadhaa ya makubaliano baina yao na Wydad Casablanca yalikuwa hayajamalizwa. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo mpaka sasa inaelezwa kwamba Stefano Aziz Ki ni mchezaji wa Wydad kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na timu yake ya taifa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.